Sehemu A, alama za barabarani 1:20. 1. Alama ya mduara wenye mstari mwekundu ina maana gani? 2. Alama ya pembe tatu inaashiria nini? 3. Alama ya mraba au mstatiri hutumika kuonyesha nini? 4. Alama ya stop ina maana gani? 5. Alama ya no entry inamaanisha nini? 6. Alama ya barabara nyembamba mbele inaashiria nini? 7. Alama ya mteremko mkali inaonya nini? 8. Alama ya kona kali ina maana gani? 9. Alama ya eneo la shule inaashiria nini? 10. Alama ya hospitali ina maana gani? 11. Alama ya barabara yenye kipaumbele inaonyesha nini? 12. Alama ya mwendo kasi ulioruhusiwa inaeleza nini? 13. Alama ya marufuku kupiga honi ina maana gani? 14. Alama ya herufi P inaashiria nini? 15. Alama ya kivuko cha watembea kwa miguu ina maana gani? 16. Alama ya barabara telezi inaonya nini? 17. Alama ya reli mbele ina maana gani? 18. Alama ya kazi za barabarani inaashiria nini? 19. Alama ya marufuku kupita gari ina maana gani? 20. Alama ya mzunguko wa magari roundabout inaeleza nini? Sehemu B, sheria na kanuni 21:40. 21. Mkanda wa kiti unatakiwa kuvaliwa katika mazingira gani? 22. Mwendo wa juu unaoruhusiwa ndani ya makazi ni kiasi gani? 23. Mwendo wa juu barabara kuu bila alama ni kiasi gani? 24. Katika makutano yasiyo na taa, nani ana kipaumbele? 25. Leseni ya udereva inapaswa kuwa katika hali gani wakati wa kuendesha? 26. Ni kosa gani linafanywa dereva asiye na leseni? 27. Kuendesha gari bila bima ni halali au la? 28. Je, dereva anaruhusiwa kuendesha akiwa amelewa? 29. Matumizi ya simu ya mkononi wakati wa kuendesha yameruhusiwa? 30. Taa za gari zinapaswa kuwashwa lini? 31. Ni nani anatakiwa kumpa kipaumbele mtembea kwa miguu? 32. Tanzania kupita gari lingine hufanyika upande gani? 33. Dereva anaruhusiwa kupaki gari katika maeneo gani? 34. Kupaki gari karibu na kona ni halali au la? 35. Gari likiharibika barabarani dereva anatakiwa kufanya nini? 36. Leseni ya muda inaruhusiwa kutumika katika hali gani? 37. Kubeba abiria zaidi ya uwezo wa gari kunaruhusiwa? 38. Kuendesha gari bila taa usiku ni kosa au la? 39. Gari lisilo na namba ya usajili linaruhusiwa kuendeshwa? 40. Adhabu za kuvunja sheria za barabarani zinaweza kuwa zipi? Sehemu C, usalama barabarani 41:60. 41. Umbali salama kati ya gari lako na lililo mbele ni upi? 42. Unapokaribia kona kali unatakiwa kufanya nini? 43. Mvua ikinyesha dereva anatakiwa kuchukua tahadhari gani? 44. Barabara telezi inahitaji dereva afanye nini? 45. Ni maeneo gani hairuhusiwi kupita gari lingine? 46. Unapomwona mtembea kwa miguu karibu na barabara unatakiwa kufanya nini? 47. Uchovu unaathiri nini kwa dereva? 48. Dereva anapohisi usingizi anatakiwa kufanya nini? 49. Hali ya hewa mbaya inaathiri vipi uendeshaji wa gari? 50. Kuendesha gari kwa kasi kuna madhara gani? 51. Kuvuka barabara bila kuangalia ni salama au hatari? 52. Ajali nyingi barabarani husababishwa na nini? 53. Dereva anatakiwa awe makini katika mazingira gani? 54. Kuendesha gari kwa hasira kuna athari gani? 55. Kutofuata alama za barabarani kuna matokeo gani? 56. Dereva bora anatakiwa kufuata mambo gani muhimu? 57. Gari likipata hitilafu ghafla dereva afanye nini? 58. Unapopita katika eneo lenye watoto unatakiwa kufanya nini? 59. Kuendesha gari usiku kunahitaji tahadhari zipi? 60. Ajali nyingi hutokea katika maeneo gani zaidi? Sehemu D, ufundi mdogo 61:80. 61. Mafuta ya injini yana kazi gani? 62. Radiator ina kazi gani kwenye gari? 63. Betri ya gari hutumika kwa kazi zipi? 64. Mfumo wa breki una kazi gani? 65. Ni dalili zipi zinaonyesha breki zina hitilafu? 66. Tairi lisilo na hewa ya kutosha lina athari gani? 67. Mafuta ya breki hutumika katika mfumo upi? 68. Joto la injini likipanda sana dereva afanye nini?
69. Kioo cha mbele cha gari kinapaswa kuwa katika hali gani? 70. Taa mbovu zinaweza kusababisha nini? 71. Mafuta ya gearbox yana kazi gani? 72. Clutch hufanya kazi gani kwenye gari? 73. Speedometer huonyesha nini? 74. Odometer huonyesha nini? 75. Hewa sahihi kwenye tairi ina umuhimu gani? 76. Shock absorber zina kazi gani? 77. Mfumo wa breki ukiwa mbovu una athari gani? 78. Mafuta ya injini yakipungua dereva anatakiwa kufanya nini? 79. Kioevu cha radiator kinapaswa kuwa katika hali gani? 80. Kabla ya kuanza safari, dereva anatakiwa kufanya nini? Sehemu A. Tabia za dereva bora 81/100. 81. Dereva bora ni yupi? 82. Dereva anatakiwa kuheshimu nani barabarani? 83. Ulevi una athari gani kwa udereva? 84. Hasira barabarani zinaweza kusababisha nini? 85. Kwa nini ni muhimu kuheshimu sheria za barabarani? 86. Umakini una umuhimu gani kwa dereva? 87. Subra ni sifa gani kwa dereva? 88. Kutoa nafasi kwa watumiaji wengine wa barabara kuna maana gani? 89. Ajali ikitokea dereva ana wajibu gani? 90. Kupiga honi ovyo kuna athari gani? 91. Nidhamu barabarani ina maana gani? 92. Kufuata alama za barabarani kuna faida gani? 93. Huruma barabarani ni muhimu kwa nini? 94. Kunywa pombe kabla ya kuendesha kuna athari gani? 95. Kasi kubwa ina madhara gani? 96. Kuwa mfano mzuri barabarani kuna maana gani? 97. Kwa nini maisha ya watu ni muhimu barabarani? 98. Udereva wa tahadhari una maana gani? 99. Dereva bora hulinda nini kwanza? 100. Udereva ni jukumu la aina gani? Endelea kufuatilia elimu za magari mbalimbali na mfilinge. Pia usisahau kutembelea YouTube channel ya Garage Magari TV, subscribe, share.